Chungu. Si ati mboga chungu ni mbaya hata ukila. Na tutakapo kuja kusoma habari ya mamboga ile chungu, utakuta ndio ina dawa nyingi kushida ile ambayo haina ushungu. Hiyo mamboga huwa unaona ni chungu, ni mamboga ambayo ni sawa sana. Mamboga kama managu, sijui dadelio ni munaitaje hapa, mshunga, nasi tunaita modhonga. Kwa hivyo tumekaribiana. Kwani nyinyi ni Bantu? Tumekaribiana hapo sana. Sasa punje kiasi, tumalizie hapa. Tutasafisha damu anji. Sasa tuko practical. Tutafanyaje ili damu zetu siwe safi? Tutachukua hii kitu na kuambia, na iko kwako. Chukua carrot. Umechukua carrot, na ni carrot ambayo haijalimwa na dawa. Uchukue carrot na uchukue spinach. Uchukue spinach. Na pamoja na spinach utachukua kitu kingine tunaita lemon juice. Lemon juice. Hiyo ni ile rahisi kabisa ambayo unaweza fanya kwako. Hata ukichukua hizo vitu vitatu, hata ublend ama utoe na juicer. Si watu wengine wana juicer. Ukichukua hizo vitu na juicer, unakuta ya kwamba hii juice ni kitu ambayo ukikunywa, na ukunywe kwa wingi, usikunywe tu kandogo useme unajua nilisafisha kusafisha damu ama kufanya detoxification ni kutoka siku samba kuendelea up to 21 days. Hiyo ndio unataka ufuate. Na kile tunafanya, tunapokunywa hii juice, tunakunywa kama hatuja kula chochote, tumbo haina shosho. Unajua mimi wakati nilikuwa najaribu, nilikula mamboga siku ingine. Nikakula mamboga, nikasema mimi sitakula kitu ingine isipokuwa sitakuambia ukule hivyo, sababu kama hujazoea utakuja kuona kishindi. Lakini nilipokula wiki moja na kitu, kuna madini mengine itaitishwa mwilini. Mimi nakwambia ukule hii, ukikunywa hii juice. Kwa hivyo hata ukiblend lazima utachukua ile kichungi ushunge. Ukishuhizi tunataka maji tu peke yake. Hiyo maji ndio tunakunywa kabla ya shaku, na ni dakika kutoka 30. Unajua yule mtu msembe naye anaweza kufa haraka, sababu akisikia hiyo atasema ni nani atafanya hiyo kazi hiyo. Lakini hata kwa Mungu tunaenda safari hii si kwa siku moja ama mbili ama lazima tuambatane nayo kwa siku nyingi. Jaribu kiasi, alafu uendelee pole hadi formula ya pili. Formula ya pili ya kusafisha ama ya kufanya detoxification. Chukua cabbage ambayo haina dawa. Cabbage ambayo haina dawa. Chukua kitu tunaita beetroot. Si tunajua beetroot? Tuchukue beetroot. Alafu sasa tuchukue nyanya ambazo hazijapigwa madawa. Unajua ile dawa inapigwa nyanya siku hizi, sijui inaitwaje hiyo dawa. Hata mbwa kunusa hivi anaenda kama amekunywa hapo, alafu akifika pale anaanguka. Kwa hivyo ni dawa chafu na ni dawa za kuua. Kwa hivyo mtu anjue, aangalie. Kwa hivyo hata kama ni kidogo, jaribu kupanda kwako ile ya matawi, sababu hii ingine nayo vile wameingia, shetani anajua nyinyi pitieni hiyo mkisema ni matengenezo, nami nitamuua jia ingine. Alafu hapo kwa tomato tutaweka kitu tunaita apple. Si tunajua apple?
Apple ni ya muhimu sana na ina madini mingi, isipokuwa hatuna muda wa kufikiria hali hiyo ya madini sababu muda ni mfupi. Alafu tunaweka kitu tunaita beta gourd. Beta gourd sijui kama mnainjua. Mnainjua? Ambayo huwa inatumiwa na watu wa kisukari sana. Beta gourd kwetu tunaita karera. 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 Karera ni kitu cha muhimu sana kusafisha nda. Hiyo karera inakaa kama kiukamba, lakini inakaa kama mimba huku juu mingi hivyo. Hiyo karera inatumika sana na watu wa kisukari zaidi na ni ya muhimu sana. Alafu kwa hiyo juice tunaweka kitu tunaita lemon juice. Atikanaitwa anje karera kanaitwa anje karera. Munatekaita karera ama beta gourd munaitanje hapa? Yule ambaye atangugu ataambia wengi, sababu hiyo ni ya muhimu sana katika hiyo formula. Na tunakunywa juisi tu, si ile tumeblend juisi. Hata kama ni kublend alafu chunga hiyo ukunywe kutoka 7 days to 21, na ni kabla ya shaku 30 minutes to 1 hour before use. Hivyo ndivyo huwa tunafanya, na hivyo ndivyo mtakuta ya kwamba sababu hawa watumishi wamejaribu zaidi, hata wakatuwekea kitu inaitwa sanitarium. Na sababu kwa hiyo sanitarium kile unapewa ni vitu kama hizi. Alafu sasa wanajua wewe una shida hii na hii na hii. Kwa hivyo tunataka tufanye detoxification. Ile detoxification unafanywa na hii. Na utakuja kuona ya kwamba si mchezo, sababu si pesa kiasi ati kidogo tu utatumia. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya muhimu sana kujua. Formula ya tatu ni ushukue kitu tunaita turmeric ama wengine wanaita turmeric. Munainjua hiyo? Kiswahili hapa munaitanje? Ati? Turmeric. Hiyo ndio nataka tushukue. Na mimi sitaki ile ngwashe. Sio ile ngwashe. Mimi sitaki nataka ushukue hiyo ngwashe uende upande kwako, ama ushukue karai alafu uweke mshanga upande hapo. Weka mshanga mzuri alafu sababu kile kitu kinafanya detoxification. Kwa hiyo sio hiyo powder, lakini ni majani hii ndio tunangoja tukikata hiyo ndio tuna blend ama tunatoa juice. Isipokuwa hiyo ngwashe nayo ni ya muhimu sana kwa mifupa. Kwa hivyo wale watu ambao huwa wanashikwa na arthritis, wanashikwa na sijui joints zinaleta shinda, hiyo ngwashe ni ya muhimu sana. Na hawa watu ambao wanaumwa na joint, sijui nerves, sijui hiyo ni ya muhimu sana. Hiyo ndio njia ya tatu ya kufanya nini. Na tena tumeambiwa ya kwamba lazima uwe unafuata zile njia ambazo nabii amepea. Kama tutakuwa na wakati tutarudia kiasi. Kwa hivyo hizo njia za hewa, maji na hizo vitu zote tumeambiwa. Hata exercise, unajua kuna watu wanakula kama kule kwetu wanakula, ukiona kina mama vile wanatoshana mpaka unaona huyu sijui anakaanga ni kukaa tu, anakaa kula. Alafu akiona tu chips ndio anape. Huko ukienda mikahawa ushungulie mkahawa chips, utashangaa.
usipende hiyo mafuta mengi, sababu najua mmesoma habari ya mafuta kiasi. Kuna mafuta yale ambayo na najua Mungu atabarikia hili kanisa, tuwe na mashini hizo, tuwe tunachukua maafokando na kule tunashunga yale mafuta, alafu watu wetu wawe natumia. Hiyo ndio kitu ambayo angalau tungepe, sababu mafuta nayo ile ingine hapa kwenu mmefanikiwa, sababu mko na coconut. Na coconut ni ingine ambayo inatoka mafuta muhimu ambayo tunaweza tumia. Lakini tukienda kununua mafuta kule, wewe unasema ni corn oil, ni vegetable oil. Ni wapi uliona hiyo corn ikipelekwa kwa kiganda kutolewa mafuta? Ni wapi? Ama mamboga ukaona mingi mmeshuna hapa imepelekwa kwa kiganda itolewe mafuta? Na unasema mimi sikurangi ingine, makuranga ile tu ya maji ndio nakuranga. Lakini ni poison, ni petroli wewe unatumia. Ukichunguza zaidi ni petroli unatumia. Kwa hivyo huwa nafurahia, sababu hili kanisa ni la matengenezo. Unajua nilikuja na aina, sijajua hapa mnapika na chumvi gani. Unajua nilikuja na aina ya chumvi kitambo, na nikapatia yule tulikuwa naye, nikamwambia unajua hii chumvi kwangu huwa naweka kwa konoko, najua konokono wale wa shamba. Nikamwambia hii chumvi kwangu ni ya kuwa asinje kwa nyumba, na kule kwetu hatutumii hiyo, sababu ukitaka kuwa msafi washatumia ile unaona ati ni table salt kama msafi, washana nayo. Enda kwa Agrovet utafute chumvi ambayo ni local salt, sababu itaikuta kimawe sini kimawe kikumbwa. Hizo kimawe shukua, hizo kimawe kinakaa hivi, shukua, sababu hiyo ndio chumvi ile ya kweli. Uende uifunge na kamba, ifunge na kaka, alafu ushashemusha maji hapa, itumbukize ukae kama ni kuiosha, alafu uweke kwa njua hiyo chumvi, alafu sasa kuja siaga. Hiyo ndio chumvi ile ya kweli. Hata watu wa Vigo, unajua watu wa Vigo huwa anaambiwa usitumie chumvi. Lakini nilikuwa na maekazi ambaye alikuwa anatumia hiyo chumvi kawaida tu, akiwa na hiyo shida ya watu wa BP hawatumii hiyo chumvi ya Kensalt ile. Lakini hii ukichukua ile ambayo unatoa na ni ya ng'ombe, nyinyi mnapea kile kisuri ng'ombe, nyinyi unakufa. Lakini ile ndio na hiyo ndio unaona ukienda tu kwa supermarket unaambiwa sijui local salt, unaona unauziwa 100, 300, 200. Na wewe ungeenda hapo kwa Agrovet ya kwenu mwenye nataka hii ujifanyie. Kwa sababu ya muda umebakisha kweli, umeisha. Kwa sababu ya muda tutakuja kusoma huu mkilifi kwetu. Hii ni gold, hata tukiona tunasemanga hii ni gold. Na huu mti nimepea mtu, hawa wanasema ni wa ukimwi kwa muda mrefu. Na unajua kila wiki lazima akujie kimbuyu, kila mtu akujie nawaambia unajua nyinyi sababu mnasema mna ukimwi, tutakuja tukiangalia hali ya ukimwi. Wanakuja wananipatia pesa, wanaenda na kibuyu ya maji ya huu mti tu, sababu ni kitu ya muhimu sana. Na ukiwaona for the 15 years we have been with them, they are okay. Ni watu hawajakunywa ARV, ni watu na hata mwingine ambayo sasa yule alianza ako na 25 years akisema mimi nina mauki. Lakini tutakuja kusoma habari ya virus. Kuna daktari wa kwetu ametunukiwa sana,
ambayo ni surgeon, ambaye ana hizo kipawa sana ya kufanya upelelezi. Ndio nikamwambia kuna mahali tumedanganywa. Huo upelelezi ni wa muhimu sana, sababu huo upelelezi utatusaidia ni wapi tunadanganywa, ni wapi hatudanganywa. Lakini muda umeisha. Tutakuja practical kesho kujua hizi ni nini, tuna udanji, na tutakuja kumalizia hali ya huyu mti. Bwana asifiwe. Soma andiko la mwisho mpaka liingie. Ninaona kuna swali, sijui wakati wa maswali kama utakuwa ama itakuanje. Elezea. Chukua hiyo ili wasikie. Nilikuwa naomba unieleze ama utueleze jinsi ya ile chumvi ya mawe yenye ambayo umehitaji, ambayo sisi huku tunasema ni ya ng'ombe, maana tunanunua tunapea ng'ombe, tunasema tunakamua tunapata maziwa mengi. Jinsi ya kwamba uchukue utengeneze mpaka kisha unatumia chumvi ya kutumia. Ukienda kwa Agrovet ukute chumvi ambayo yote imeundwa loud, imeundwa kivipi, hiyo usishukue. Ukienda kwa supermarket, kwa hiyo Agrovet ukute ya kwamba hii chumvi iko loud, imewekwa shimo, ama labda wameweka kwa chupa, hiyo usishukue. Wewe tafuta mawe ambayo imeshubuliwa kama hii tu. Si unaona hii? Hivyo inakaa ndivyo huwa inakaa. Ukiona tu kichumvi kinakaa namna hii kwa Agrovet, wewe nunua. Sababu hii mimi ndio nataka uende ufungulie hapa, ushukue maji moto, uanze kuyo. Ukiosha weka pale kwa njua, wewe tafuta mahali safi, alafu mbonde, ukibonda itatoka na sasa ndio unaweza kuwa hata na kashungi ya kufa. Ndio utaona utamaduni ulikuwa wa muhimu sana. Utamaduni ni wa muhimu sana. Hiyo ndio chumvi ile ya muhimu zaidi. Na tukiona muda tutakuja kusoma madini yake. Hii ingine ya Kenzot ina madini mawili, lakini hii imejaa madini. Bwana asifiwe. Tusichukue muda wa mwingine, tusomee hiyo andiko. Sambuli wa Nuhudhiri mstari wa 3 mpaka ingie kwa kichwa cha watu. Mpaka ingie kwa vichwa vya watu. Kitabu gani? Sambuli wa Nuhudhiri mstari ni wa 3. 103 Sambuli mstari ni wa 3. Nasemaje? Unasema soma mstari wa 3. Tumalizie hapo. Mstari wa 3. Nimefika. Unasema hivi. Naiseme. Akusamehe maovu yako yote. Mimi nasema ama naomba ya kwamba atusamehe dhambi zetu sote. Sababu huwezi ukapona na dhambi. Atusamehe dhambi zetu alafu akuponye magonjwa yako yote. Na ningeomba atuponye magonjwa yetu yote. Atuombe. Bwana wetu na Baba wetu, Baba na Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunanyenyekea tena. Sisi ni wadhaifu, mahali tumekosea, tupe laini ama utufanye laini, tuondolee mawaa na dhambi, tuonekanie pamoja na watoto wetu wadogo. Sisi tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunakuomba tuponye mahali popote ambapo tumeenda kinyume. Tuondolee ila, tuondolee mawaa, ukatuonekanie, tupe chochote ambacho kinaweza kutuponyesha. Na tukishindwa Baba, umesema katika kitabu cha Means of Healing ya kwamba tunaweza tukaomba na ukatuponya. Tuonekanie Baba, katika jina tukufu la Bwana wetu tunaomba.
na kuamini. Amina. Asanteni na Mungu amponye.